Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan amevunja ukimya wa siku nzima kufuatia taharuki kubwa ya kisiasa iliyotawala nchini wakati wa harakati za maandamano ya tarehe 7 Julai, akitoa majibu makali na ya kimkakati dhidi ya waandaji wa maandamano hayo pamoja na wanaharakati walioko nje ya nchi wanaotuhumiwa kuchochea fujo. Kiongozi huyo mkuu wa nchi ameweka wazi msimamo wa serikali yake, akieleza kuwa matendo yanayolenga kuleta uharibifu wa mali na miundombinu hayatavumbiwa macho, huku akitumia ujumbe mzito kwa vyama vyote vya upinzani vinavyojihusisha na uchochezi wa umma. Hatua hii ya mkuu wa nchi imekuja baada ya vyombo vya usalama kuweka ulinzi mkali barabarani kuzuia mkusanyiko wowote usio halali kufuatia taarifa za kijasusi zilizodai uwepo wa njama hatari za kushambulia makazi ya viongozi na kupokonya silaha za jeshi la polisi, madai ambayo hata hivyo yalipingwa vikali na viongozi wa upinzani waliokwenda mahakamani. Uamuzi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa hotuba hii akiwa visiwani Zanzibar badala ya eneo la Tanganyika umeonyesha mbinu ya hali ya juu ya kisiasa, kwani alitumia maadhimisho rasmi ya utiaji sahini tamko la maridhiano kati ya chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kama jukwaa la kipekee la kuwasilisha ujumbe wake. Hatua hiyo imewezesha kiongozi huyo kuchanganya mambo mawili kwa wakati mmoja, ambapo aliguza dhana ya mazungumzo ya amani huku akitoa maonyo makali dhidi ya ghasia, akifafanua kuwa vitendo vya ugaidi havipaswi kuonekana tu kama mashambulizi ya kijeshi, bali vinajumuisha fujo yoyote inayolenga kushinikiza serikali kukubaliana na matakwa ya kiufundi fulani kwa malengo ya kisiasa au kiitikadi. Mkuu wa nchi amebainisha kuwa makundi mengi yanayojifanya watetezi wa haki za raia na wanaharakati wa kizalendo yana lengo la siri la kudhoofisha taasisi za umma na kukwamiza maendeleo ya kiuchumi. Katika ufafanuzi wake wa nchi unaonyesha jinsi mifumo ya utawala inavyotakiwa kulindwa dhidi ya migawanyiko ya kijamii, akisisitiza kuwa ukuaji wa uchumi wa taifa unategemea kwa kiasi kikubwa utulivu wa ndani ambao hauwezi kushamiri iwapo furugu zitapewa nafasi. Daktari Samia Suluhu Hassan vilevile amewasihi Watanzania kubaki macho ili kuweza kutofautisha kati ya ushiriki wa kawaida wa kisiasa na harakati haramu zinazofanywa chini ya ushawishi wa watu walioko nje ya nchi ambao hawajali ustawi wa raia wa kawaida. Kiongozi huyo vilevile ameweka wazi kuwa kudumisha umoja wa kitaifa si jukumu la vyombo vya dola pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi bila kujali itikadi za kisiasa, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi bado inatafakari matukio ya wiki iliyopita yaliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wafanyabiashara na raia kutokana na uvumi wa machafuko. Hali halisi ya kisiasa iliyozingira hotuba hiyo inahusisha mivutano ya muda mrefu, ambapo serikali imekuwa ikituhumiwa na vyama vya upinzani kutumia nguvu kubwa ya jeshi la polisi kuzuia haki ya kikatiba ya kukusanyika na kutoa maoni, huku serikali ikishikilia msimamo wa kulinda amani. Wakati Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akitoa ujumbe hizo nzito visiwani Zanzibar, maisha ya kisiasa nchini yameendelea kukabiliwa na maswali mengi yasiyo na majibu kutokana na kesi mbalimbali za mahakamani zinazomhusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu pamoja
na upelelezi wa maafa ya baadhi ya makanda wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na dereva wa John Heche, jambo ambalo limezidi kuongeza joto la kisiasa katika vyombo vya habari nchini. Maridhiano haya mapya yaliyofikiwa kati ya CCM na ACT Wazalendo yanatajwa na wachambuzi kama jaribio la kupunguza mivutano hiyo, ingawa bado haijafahamika wazi kama mtindo huo mpya wa makubaliano utajumuisha vyama vingine vikuu vya upinzani vinavyoendelea kushinikiza mageuzi kupitia njia ya maandamano ya umma. Mkakati huu mpya wa Rais Samia Suluhu Hassan unalenga kuonyesha ulimwengu kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko imara na haitasita kutumia nguvu ya dola kulinda usalama wa nchi na raia wake dhidi ya makundi yanayofadhiliwa na mitandao ya nje kuleta machafuko nchini. Hotuba hiyo imeweka wazi na imeweka mstari wa wazi kati ya wanasiasa wanaokubali diplomasia kama ilivyofanya ACT Wazalendo chini ya uongozi wao na wale wanaochagua njia ya mapambano barabarani, huku mkuu wa nchi akisisitiza kuwa milango ya mazungumzo iko wazi kwa wale wote wanaoweka mbele uzalendo. Udhibiti mkubwa wa kiintelijensia ulionyeshwa na jeshi la polisi wakati wa harakati za tarehe 7 Julai umetajwa na serikali kama ushindi wa amani, huku kiongozi mkuu akihimiza wananchi kupuuza ujumbe wowote wa kichochezi unaosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na wanaharakati ambao hawaishi ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania. Mwisho wa matamshi ya mkuu wa nchi umeacha maswali mengi miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu hatua zinazofuata dhidi ya viongozi wa upinzani waliohusika kuratibu harakati hizo zilizofeli, huku kukiwa na hofu ya uwezekano wa kukamatwa kwa watu wengine zaidi. Hali ya utulivu imeanza kurejea kwa kiasi kikubwa katika miji mbalimbali mikubwa ikiwemo Dar es Salaam na Dodoma, ambapo shughuli za kiuchumi zilikuwa zimesimama kwa muda mrefu kwa hofu ya kutokea kwa mapambano kati ya raia na askari wa vikosi cha kutuliza ghasia. Vyama vya upinzani vinaongozwa na Chadema vimebaki katika msisitizo wa kudai haki yao ama zao kupitia njia ya kisheria, huku mahakama kuu ikitarajiwa kutoa miongozo kuhusu atuzi mbalimbali za kisheria zilizofunguliwa na viongozi hao kabla ya kuanza kwa harakati za tarehe 7 Julai zilizodhibitiwa kikamilifu.